أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Anasema Mwenyezi Mungu kuwa wama lahu, wana kitu gani hao watu? Wama lahum, wana kitu gani hao watu? Alla yu'adhibahum Allah, ili Mwenyezi Mungu asiwaadhibishe. Wahum, lilhali ya kuwa hao watu yasudduna, wanazuia watu anil masjid al-haram, kutokwenda katika msikiti mtukufu wa Maka. Wanawazuia watu hali ya kuwa wao wama kanu awliyaa, hawakuwa hao watu walinzi wa huo msikiti. Hao watu hawakuwa wachungaji wa huo msikiti. Hao watu hawakuwa watizamaji wa huo msikiti. Ikiwa si walinzi, si wachungaji, si watizamaji, wana haki gani kuzuia watu? Mithibiti kuwa hawana haki. In awliya'u, isipokuwa walinzi wa huo msikiti. In awliya'u, isipokuwa wasimamizi wa huo msikiti. In awliya'u, isipokuwa wachungaji wa huo msikiti. In awliya'u, isipokuwa wasimamizi na watizamaji wa huo msikiti. Illa almuttaqun, ni wale waja wanaomcha Mwenyezi Mungu ndio walinzi wa huo msikiti. Isipokuwa wale waja wanaomcha Mwenyezi Mungu ndio walinzi wa huo msikiti. Waja wamcha Mwenyezi Mungu ndio walinzi wa msikiti.
muttaqun. Muttaqun alladhina yamtathiluna awamir Allah. Muttaqun ni wale waja wanaoweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, wayajtanibun an-nawahi, na wanajitega mbali, wanajiepusha mbali na makatazo yake Mwenyezi Mungu. Hao ndio muttaqun, na hao ndio wale watu ambao wanafaa kulinda misikiti. Hao ndio wale watu ambao wanafaa kuchunga misikiti. Hao watu ndio ambao wanafaa kuona misikiti. Hao ndio watu ambao wanafaa kuisimamia misikiti. Hao muttaqun. Ni isitoshe, hao muttaqun katika Islamu daraja yao ni kubwa. Hao muttaqun katika dini daraja yao ni kubwa. Hao muttaqun kwa Mwenyezi Mungu huko daraja yao vile vile ni kubwa. Kwa Mwenyezi Mungu anasema juu ya hao muttaqun, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakika bila shaka mheshimiwa wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mchaji Mungu wenu. Hakika bila shaka mheshimiwa wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Bila shaka mheshimiwa wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mchaji Mungu wenu. Sasa huyo muttaqi, hao muttaqin wao ni watu wenye heshima kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi hao wenye heshima mbele ya Mwenyezi Mungu ndio wasimamizi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hao walio na heshima mbele ya Mwenyezi Mungu ndio walinzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hao wenye heshima mbele ya Mwenyezi Mungu ndio watizamaji nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunataka kufanya uchaguzi siku nyingine. Uchaguzi ni wa muttaqin, au nomination ni ya muttaqin. Si mtembea barabara akachaguliwa kuwa msimamizi wa msikiti, si mpita njia akachaguliwa kuwa nini mwangalizi wa msikiti, bali yeye Mwenyezi Mungu anataka watu gani ndio walinzi? Muttaqun. Hebu ana kitabu, Mwenyezi Mungu anataka watu gani ndio wawe walinzi? Almuttaqun. Almuttaqun. Almuttaqun sio unaokota mtu njiani unamleta misikiti. Hapana, anataka Mwenyezi Mungu hao watu ambao aliwawekea daraja ya muttaqin. Sasa walinzi wa misikiti ni muttaqun kama alivyotueleza nani? Mwenyezi Mungu. Walakin aktharahum, lakini wengi wa watu, wengi wao la yalamuna, hawajui, hawajui, wanapita tu wakisema tuwalinzi wa misikiti, tuwasimamizi wa misikiti, watazamaji wa misikiti. Ndivyo hivyo. Utakuwa mlinzi wa Mwenyezi Mungu humchi Mwenyezi Mungu? Utakuwa mlinzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu humwogope Mwenyezi Mungu? Utakuwa mlinzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu huna heshima na Allah? Kinyume ya haki, kinyume ya kweli. Wama kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun. Wama kana salatuhum, na haikuwa ombi lao, haikuwa ibada yao, hao wasiokuwa muttaqin, hao wala sio watu kwenda katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu,
haikuwa maombi yao wala haikuwa ibada yao illa ibada yao ila ilikuwa kupiga mbinja, filimbi. Ibada yao ayendi ila mpaka ipigwe nini? Mbinja ndani yake, filimbi yapigwe ndani yake. Ibada yao ni kupiga filimbi, na isitoshe filimbi peke yake, watasudia tani na kupiga nini? Mikono, viganja kwa viganja, makofi kwa makofi. Ndio Mwenyezi Mungu anakanusha hiyo mbinja, filimbi sio ibada. Hiyo kupiga makofi sio ibada, wala kupiga gita sio ibada, wala kupiga ngoma sio nini? Sio ibada, sio ibada. Basi kwa sababu ya kufanya makosa kama hayo, fadhuqul adhab, onjeni adhabu ya kule kupigwa vita mara kwa mara. Onjeni adhabu ya kule kutekwa mara kwa mara. Onjeni adhabu kwa sababu ya ukafiri wenu katika maisha yenu. Dhuqul adhaba, onjeni adhabu. Ni hiyo adhabu haikuwapata bure, bima, kwa sababu ya yale ambayo kuntum, mmekuwa nyie, takfurun, mkiyapinga. Adhabu imewapata kwa sababu ya kuwa nyinyi mlikuwa wapingaji. Mwampinga nani? Mwampinga Mwenyezi Mungu. Mlikuwa wapingaji, mwampinga nani? Mwampinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndio adhabu imewapata. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasara thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina kafaru, hakika bila shaka wale waja walompinga Mwenyezi Mungu, hakika bila shaka wale waja waliopinga Qur'an, hakika bila shaka wale waja waliopinga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunfiqun, wanatoa amwalahum, wanatoa mali zao, liyasuddu, ili wapate kuzuia kwayo, an sabilillah, wapate kuzuia kwayo watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Watu wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume na Qur'an hawataacha kutumia pesa nyingi katika kutafuta njia ya nini? Ya kuzuia watu wasiende katika njia ya Mwenyezi Mungu. Watu wanaompinga Mtume sallallahu alaihi wasallam hawataacha kutoa na kutumia pesa nyingi kabisa kwa kutaka kuzuia waja wa Mwenyezi Mungu wasije katika hiyo Islam. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anakuwekea akilini, anakuthibitishia akilini kuwa wewe ndio umekaa kughafilika, lakini pana matumizi yanayotumiwa katika hiyo ulimwengu
kwa ajili ya kutaka kuzuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu, ili watu wafuate njia za wanadamu na njia za matamanio za nafsi. Naam, inna alladhina kafaru, hakika bila shaka wale waje waliompinga Mwenyezi Mungu na wakampinga mtume na wakapinga kitabu chake Mwenyezi Mungu, watu hawa yunfikuna amwalahum, wanazitoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, ili wapate kuzuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Islam, iman, fasayunfikunaha, wataendelea hao watu wenye kumpinga Mwenyezi Mungu kuzitoa hizo pesa na kuzitumia katika njia ya kuzuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Watazitoa hiyo pesa mpaka mwisho, thumma takunu alayhim hasaratan, mpaka mwisho itakuwa kwao ni nini? Ni majuto. Mwisho wataujutia, mbona kazi yetu imekwenda bure, mbona kazi yetu hasikufaulu, mbona kazi yetu hasikutoa natija, mbona kazi yetu hasikutoa matokeo. Hali ya kuwa Islam ni dini yake Mwenyezi Mungu, haukutengezwa huku ulimwenguni, haukurekebishwa hapa duniani, bali Islam dinu sabab, dini aliyokuja nayo Jibril kwa Mtume Muhammad salawatullahi alayhi wasallam, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekamilisha kwenu dini yenu na nimekamilisha kwenu vile vile neema zangu, neema ya Islam, neema ya iman, neema ya ihsan, nimewakamilishia. Wa raditu lakum al-islam dina, anasema Mwenyezi Mungu, na nimeridhia kwenu Islam ndiyo dini. Anasema Mwenyezi Mungu, nimeridhia kwenu Islam ndiyo dini. Wa raditu lakum al-islam dina, nimeridhia kwenu Islam ndiyo dini, nimekubali kwenu Islam ndiyo dini. Sasa uchaguzi wa Islam kwa watu ni uchaguzi wake Mwenyezi Mungu kwa watu. Yeye ndio aliyoridhia Islamu uwepo, ndio Islamu ipo. Naam, fasayunfikunaha, hao wapinzani watazitoa amwali zao ili waizuie kwayo waja wa Mwenyezi Mungu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu mpaka mwisho. Thumma takunu alayhim, mpaka mwisho utakuwa juu yao wao hasratan, majuto. Watajuta kwa kuyatoa amwali na zisizo na matokeo mazuri, zisizo na matokeo zenye kupendeza. Thumma yughlabun, kisha watashindwa hao watoaji pesa kwa kuzuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Mwisho watashindwa, mwisho watashindwa. Na anasema hivyo Mwenyezi Mungu, walladhina kafaru, na wale waja waliompinga Mwenyezi Mungu, wale waja waliopinga Rasul salawatullahi alayhi wasallam, wale waja waliopinga Qur'an, waja hawa ila jahannama, moto wa jahannam, yusharun, watakusanywa wote katika moto wa jahannam, watakusanywa na kupelekwa katika moto wa jahannam. Sasa tunaona huku tukiwa tuwapingaji wa kumpinga Mwenyezi Mungu, hapana pa kwenda ila motoni. Tuone
tukiwa wapingaji wa kumpiga Rasul salawatullahi alaihi wasallam, hakuna pa kwenda, ile ni kwenda motoni. Tuone tukiwa wapingaji wa kupinga Qur'an, hatuna pahala pa kwenda, ile ni kwenda wapi? Motoni. Mwenyezi Mungu atupishe mbali na moto. Mwenyezi Mungu atupishe mbali na nini? Na moto. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Anasema Mwenyezi Mungu, walladhina kafaru liyamiza Allah, amefanya hivyo Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu apate kufarikisha. Ameweka Mwenyezi Mungu janna na nar ni farikisho. Janna na nar ni farikisho. Amefanya hivyo Mwenyezi Mungu liyamiza Allah, ili apate Mwenyezi Mungu kupambanua au apate Mwenyezi Mungu kufarikisha al-khabitha min at-tayyib, mwema kwa mbaya kwa mwema, au mema kwa mbaya. Afanye hivyo Mwenyezi Mungu apate kufarikisha waovu ni watu gani na wema ni watu gani. Pa waovu ni nar na pa wema ni janna. Afanye hivyo Mwenyezi Mungu liyomajiza, ili apate kupambanua Allah Mwenyezi Mungu al-khabitha, mwovu, min at-tayyib, kuliko mwema. Liyufarriqa Allah baina jundi ar-rahman wa jundi ash-shaytan. Pia Mwenyezi Mungu anataka kufarikisha baina la jeshi lake Mwenyezi Mungu na jeshi la shaytan. Anataka kufarikisha Mwenyezi Mungu baina hizbillah, jeshi lake Mwenyezi Mungu, wa hizbi shaytan, na jeshi la shaytan. Majeshi wa shetani wote na majeshi wa Mwenyezi Mungu wote janna. Anataka kwa Mwenyezi Mungu liyamiza Allah, anataka Mwenyezi Mungu kupambanua al-khabitha, muovu, min at-tayyib, kutoka katika mwema. Au Mwenyezi Mungu anataka kufarikisha kati ya mwenye kuamini na mkafiri na mwenye kuamini. Wayaj'ala al-khabitha, yeye Mwenyezi Mungu ataweka muovu au waovu ba'dahu ala ba'd, baadhi yao juu ya baadhi nyingine. Ataweka Mwenyezi Mungu muovu juu ya muovu, muovu juu ya muovu, muovu juu ya muovu, baadhi yake juu ya baadhi nyingine, yani baadhi yao juu ya baadhi nyingine. Fayarkumahu, ya Mwenyezi Mungu atawarundika, watakuwa mrundo. Kuna kuwekwa muovu juu ya muovu, muovu juu ya muovu, muovu juu ya muovu. Mpangilio huo uende mpaka katikati ya mbingu na ardhi huko,
ikisha kuwa namna inakuwa ni nini? Mrundo, kitu kilicho kusanywa mbali pamoja mengi. Fayarkumahu, atafanya hawafu kuwa ni mrundo. Baada ya kuwa mrundo jamiani wote, fayajalahu fi nar, kisha atatupa katika moto, atasukuma katika moto kwa mrundo mmoja. Ulaika, hawa watu gani? Hawa watakao tupwa motoni, hawa watakao ingizwa motoni. Ulaika humul khasirun, ndio wale waja ambao hasara itawapata. Watakuwa ni waja waliokhasirika. Wapi? Hapa duniani na akhera. Na ni hasara kubwa kabisa mtu kutoka hapa duniani hali ya kuwa muflis. Hasara kubwa kabisa mtu kutoka hapa duniani hali ya kuwa nini? Muflis. Hali ya kuwa nini? Mkono mtupu, hana chochote, hana ibada, hana amri Allah. Hasara kubwa mtu kutoka mkono mtupu, muflis katika hiyo dunia. Ndio ni Mwenyezi Mungu alitukumbusha akituambia, wala asri, mimi Allah na apa kwa zama zote za kuishi kwayo mwanadamu katika hiyo dunia. Mimi Allah wala asri, na apa kwa zama zote ambazo anaishi kwayo mwanadamu katika hiyo dunia. Kwa nini? Kwa kuwa mwanadamu huyo atapoteza zama zote bure. Mwanadamu huyo atapoteza wakati wote bure. Mwanadamu huyo ataangamiza maisha zote bure. Wakati mtakuwa nimeutoa wakati wa bure isiotumiwa kwa manufaa. Wala asri. Tena Mwenyezi Mungu akaleta mkazo baada ya wala asri katika aya ya pili, innal insana lafi khusri. Inna, hakika bila shaka kila jinsi ya mwanadamu yumo ndani ya hasara. Yani kila mwanadamu yumo katika hasara. Ima kaupoteza wakati pasina kuitumia, ima katumia wakati kwa vitendo vizuri punguani, akajuta, leo ningelifanya mengi katika yale niliyofanya katika wakati. Basi kila mwanadamu yumo ndani ya hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale waja walioamini imani kamili. Hawamo ndani ya nini? Hasara. Hawamo ndani ya hasara. Alladhina amanu, walioamini imani kamili, wa amilu salihat. Hawakuamini peke yake pasina kazi, hawakuamini peke yake pasina actions, hawakuamini peke yake pasina deeds, bali waliamini imani kamili, wakatenda vitendo vilivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, wakajitenga mbali na makatazo aliyoyakataza Mwenyezi Mungu. Amanu wa amilu salihat, wakatenda vitendo vizuri. Na vitendo vizuri vyote ni nini? Maamurati Allah. Haya maamrisho ya Mwenyezi Mungu anayoamrisha yote ni vitendo vizuri. Amanu wa amilu salihat. Kisha hawakukaa duniani hapo peke yake kupiga soga, hawakukaa duniani hapo peke yake kupiga gumzo, hawakukaa duniani hapo peke yake kupiga porojo, bali walikaa hapa duniani watawasau bil haq, watawasau bil haq, watawasau bil haq. Wamekaa hapo katika duniani watu gani? Watu walioamini imani kamili. Wamekaa hapo duniani watawasau bil haq,
wanahusiana daima kufuata haki, wanahusiana daima kufuata haki, wanahusiana daima kufuata haki. Maana yake nini? Wanaamrishana daima kufuata haki, wanaamrishana daima kufuata haki, wanaamrishana daima kufuata haki. Haki, what is haki? Haki ni nini? Alhaqu huwa al-amru thabitu min Allah. Haki ni lile jambo lililothibitika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ameuthibitisha kuwa hili litendwe, hili lifanywe. Hiyo ndio haki. Lakini ni haki mimi nitatengeza nikakwambia kuwa ni haki, si haki. Haki ile utatengeneza ukaniambia kuwa ni haki, si haki. Haki yale tutatengeneza tukaambizana kuwa ni haki, si haki. Bali watawasau bil haq, hao waja walioamini imani kamili wameishi duniani huku wakihusiana kwa haki, kwa wema wa haki, na wanaamrishana kwa wema wa haki. Yani yale ya maamrisho Mwenyezi Mungu yawekwe katika vitendo na yafanywe. Hao ndio waja ambao watatoka hapa duniani hawana nini? Hawana hasara. Hao watawasau bil haq, wanahusiana kwa haki. Tena isitoshe, baada ya kuhusiana kwa haki, nayo ni kuhusiana kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kutengana na kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio haki. Tena watawasau bis sabr, wakao waja watakaotoka duniani hali ya kuwa hawana hasara ni wale ambao watawasau bis sabr, wamehusiana kusubiri juu ya taa ya Mwenyezi Mungu, wameamrishana kusubiri juu ya kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Maamrisho ya Mwenyezi Mungu yanataka kitu gani? Yanataka subira. Haya maamrisho ya Mwenyezi Mungu yanataka nini? Subira. Haya maamrisho ya Mwenyezi Mungu yanataka nini? Yanataka subira. Hivi mmeona wandugu wamesubiri katika Ramadhani misikitini? Hebu kile mko karam taasisi, hebu semeni maneno ya kweli. Namba hii iliyoko leo misikitini ndio namba ile ya Ramadhani ya kwanza, Ramadhani ya pili, Ramadhani ya tatu, Ramadhani ya nne, Ramadhani ya tano, Ramadhani ya sita, Ramadhani ya saba, Ramadhani ya nane, Ramadhani ya 10, ambayo 10 la kwanza ni 10 ya nini? Ya rahma. Inaonekana labda ibadati zetu zote tunataka rahma ya Mwenyezi Mungu tu katika 10 la mwanzo basi imekwisha. Sivyo au ndivyo? Kitu gani kinathibitisha? Kinachothibitisha hali zetu na vitendo vyetu na msimamo wetu. Leo tupo na ale nabii tuambiwe na nani? Tuambiwe na nani kuwa hatuna subira? Tuambiwe na nani hatuna msimamo? Tuambiwe na nani hatuna yale yanayotakiwa katika dini? Tuambiwe na nani? Waja wema ni wale wanaohusiana bisabr, wanaoamrishana kusubiri katika taa ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sasa nadhani tumeona result ya kutoamrishana katika amri ya Mwenyezi Mungu. Tumeona katika hiyo 10 la mwisho, tumeona matokeo ya kutoamrishana katika kusubiri juu ya amri ya Mwenyezi Mungu katika ile 10 la mwisho. Tumeona natija ya kutoamrishana katika yale ya Mwenyezi Mungu katika ile 10 la mwisho. Hakuna ambaye hakuona hiyo. Sawa sawa? Naam. Hakuna ambaye hakuona hayo, isipokuwa asiyeona ni nani? Kipofu. Kipofu tu ndio hakuona hiyo. Amiyan ya main, amiyan ya main, amiyan ya main. Kipofu tu ndio hakuona hayo.
namba hii ndio ilikuwa namba ya misikiti? Hapana, si namba ya misikiti. Kwa nini waumini hawakudhibiti? Kwa nini Waislamu hawakudhibiti? Kwa nini wenye dini hawakudhibiti? Kwa kuwa hawana nini? Subira. Hapana, subira hapana. Na wenzao wenye kuamini hawakushirikiana na wenye kuamini wenzao katika kuamrisha subira au kuelekeza katika subira au kuhimizana katika kusubiri. Hii kazi ya Mwenyezi Mungu inataka nini? Subira. Na usipokuwa na subira hutafanya. Usipokuwa na subira, kazi ya Mwenyezi Mungu hutafanya. Kazi ya Mwenyezi Mungu inahitaji subira. Na ndio Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna Allaha ma'a sabirin. Yeye Mwenyezi Mungu uko na wenye kusubiri katika taa yake. Na wewe hutaki kuwa na Mwenyezi Mungu, si namna hiyo. Unaona Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna Allaha, akabilisha Mwenyezi Mungu ma'a sabirin, yupo pamoja na wenye kusubiri katika taa yake. Na mimi na mnubi wangu na mimi na wanubi wangu, baada Mwenyezi Mungu yuko katika pahala pa subira, tunafanyaje? Tunaepa. Sisi wanubi tunataka kukaa kwenye pale yuko Mwenyezi Mungu. Hatutaki kukaa pale ambapo yuko nani? Mwenyezi Mungu. Wakafunga Ramadhani na mazu. Pale ambapo yupo Mwenyezi Mungu hatutaki. Na pale ambapo yupo Rasul sallallahu alaihi wasallam hatutaki. Na pale ambapo yupo Qur'an hatutaki. Ushahidi wake ni huo wote nyinyi mnauona. Ukweli wake ni huu wote nyinyi mnauona. Usawa wake ni yeye nyote mnaona. Allahumma fashhad. Mwenyezi Mungu shuhudisha, wanubi wameshuhudia. Walitakumai. Bas. Ulaika humul khasirun. Hao ndio wale waliokhasirika katika dunia. Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Qul ya Rasulullah, qul ya Nabi Allah, qul ya Muhammad salawatullah alayhi wa sallam, sema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu kwa watu, sema ewe mjumbe wa watu kwa wanadamu, sema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu, sema waambie wao nini? Qul ya Rasulullah, sema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lilladhina kafaru, sema kwa wale waliokufuru, sema kwa wale waliompinga Mwenyezi Mungu, sema kwa wale waliompinga mtume wa Mwenyezi Mungu, sema kwa wale wanaopinga Qur'an, sema kwao in yantahu, wakikoma kutokufuru, in yantahu, wakikoma kutokufuru, yani maana yake wakikoma na ukafiri wakaingia katika Uislamu, wakikoma katika ukafiri wakaingia katika Uislamu, in yantahu, wakikoma katika ukafiri na wakaingia katika Uislamu, yantahu yughfar lahum, watasamehewa, Mwenyezi Mungu atawasamehe. Wakikoma ukafiri wakaingia katika Islamu, yughfar lahum, Mwenyezi Mungu atawasamehe. Mwenyezi Mungu atawasamehe. Atawasamehe kitu gani? Ma qad salaf, madhambi zote walizokuwa wameyafanya Mwenyezi Mungu atawasamehe. Kwa kuingia kwao katika Islamu ndio utakuwa ufanisi wao wa kutokamana na maovu yote waliokuwa wameyafanya.
wa in yaudu, na wakirejea katika ukafiri, na wakirejea katika kumpiga mtume na kumpiga mtume vita, na wakirejea kumpinga mtume na kumpiga mtume vita na kumkadhibisha mtume, wakirejea kufanya hivyo, basi wakae wakijua faqad, kabla shaka madha, tumeshapita sunnatul awwalin, ada ya Mwenyezi Mungu ishapita katika hali ya wale waliotangulia. Watizame tu wale waliotangulia wamempinga Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliwafanyaje? Wale waliotangulia waliwapinga mamitume wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliwafanyaje? Wale waliompinga Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza. Wale waliopinga wa rasuli, mamitume wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza. Ada imekwisha pita. Kama ile waliofanyiwa, na hawa sasa vile vile watafanyiwa hivyo hivyo. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Mwenyezi Mungu anasema wakatiluhum, enyi waja mlioamini, piganeni nao, mpigane nao. Enyi waja mlioamini, mpigane nao. Hao mushrikini mpigane nao, hao kafirini, hata la takuna, mpaka isiweko fitnatun, ushirikina. Nyinyi pigane nao mpaka ushirikina uondoshwe. Mpaka ushirikina ufanywaje? Mpaka ushirikina uondoshwe. Kwa kuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik, kwa Mwenyezi Mungu hasame kule kushirikishwa. Akubali Mwenyezi Mungu ibada ya mwenye kumshirikisha, hasame Mwenyezi Mungu mja wa kumshirikisha. Sasa anachotaka Mwenyezi Mungu, anataka ushirikina upigwe vita. Wanadamu usikubali ushirikina. Wama huwa shirki, na shirki ni nini? Tukisema tu ushirikina nini? Ashirku huwa ibadatullah maa ghairi Allah. Shirk ni mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu na anaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Shirk ni mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu shetani. Hiyo ni shirk. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu jini. Hiyo ni shirk. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu masanamu. Hiyo ni shirk. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu mwanadamu. Hiyo vile vile ni shirk. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu ng'ombe. Hiyo ni shirk. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu ndama. Hiyo ni shirk. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu jua. Hiyo ni shirk. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu na huko anaabudu mwezi. Hiyo ni shirk. Sasa nadhani shirki ni wazi. Shirki ni nini? Ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada na asiyekuwa yeye. Hiyo ndio nini? Shirki. Na kosa kubwa kabisa ya mwanadamu kuifanya ni kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu hasame mtu katika kule kumshirikisha na kinginecho. Mtu anataka ibada yake nini? Mukhlisina lillahi din. Anataka Mwenyezi Mungu waja wote watakase dini kwa ajili yake peke yake Mwenyezi Mungu. Na mwanadamu huyo
waleo mwanadamu huyo wa sasa hana subira, atafika katika ibada ya kweli lini? Mwanadamu huyu wa sasa anataka kila kitu nini? Express. Wanaita namna hiyo. Wanaita express Selemani. Express maana yake nini? Moja kwa moja. Mambo yanakuja moja kwa moja haraka. Wanataka mambo haraka. Sasa anaona Mwenyezi Mungu too late. Mwanadamu anaona akimwomba Mwenyezi Mungu na too late. Alete nani? Alete shetani. Mambo yake yatakuwa nini? Express. Na huo ndio shirikina tayari. Sasa kwa hiyo mwanadamu katika Isha atatoka msikitini, baada ya Isha yuaenda wapi? Mganga maarufu, mganga maalum, mganga mjuzi, anayepotesha kuonyesha ayani 99, anayepotesha kuonyesha magonjwa ngapi? Mnasoma bodi hizo masoma au mazipitia tu mkiona imeandikwa mganga maarufu, ugonjwa kadha wa kadha mpaka 99. Selemani, mwazipita hizo bodi tu pasina kutizama au mwaziona? Bwana mkubwa, wewe unajua magonjwa 99. Ona wanadamu wanavyozoroteka katika hospitali hapa, mbona wewe ndio ukawasaidia? Kwa nini huwi na huruma ya kibinadamu ili upate decoration? Kwa na huruma ya kibinadamu utapata first Nobel Prize ya kwenda kuwasaidia hao wanaozoroteka hapa hospitalini, ikiwa unajua 99. Sijui peke yangu mimi ndio naona hiyo hapa Kibira. Tena hiyo huwezi kuona hiyo huko town, ndio kama maduka yao. Unaona maduka yote sina signboard. No. Duka fulani, hiyo ya 99 unaona iko town. Kwa nini town hakuna? Kwa kuwa wale werevu watupu, wale wajanja watupu, iletwe wapi? Shurieni. Tutadanganywa mpaka tupe. Kwa kuwa tunataka kuona nini? Haki. Tutadanganywa mpaka tumalizike. Kwa nini? Kwa tunataka kuona ukweli. Basi tutakaa pale. Basi wakatilu mapiga vita hawa washirikina hata la takuna fitnatu, mpaka isiweko ushirikina, wa yakuna dinu, na dini iwe kulluhu lillah, dini zote ziwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tamko dini, nini maana ya dini? Dini yako nini? Na dini yako Islamu. Dini yako nini? Dini yangu imani. Dini yako nini? Dini yangu dini yako. Dini ni nini? What is a dini? Adinu ataatu lillah, ni kutii kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kila dini isiyokuwemo na yake taatullah ni society. Ni nini? Ni society, ni chama. Kila dini isiyokuwemo na yake taatullah ni chama, si dini. Sasa tuone uzuri, anataka Mwenyezi Mungu dini zote ziwe kwa ajili yake, taa zote za ibada awe akiabudu yeye Mwenyezi Mungu nini? Peke yake. Atapokesha Mwenyezi Mungu katika yakuna dinu, na dini iwe kulluhu lillah, yote hiyo ni dini, hiyo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi. Na dini ya zama tuliyomo ndani yake Islam, kitabu ya zama tuliyomo ndani yake Qur'an, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Rabbul Arbab, Rabbul Alamin juu ya yote.
wako dini kule. Fa in intaha, wakikoma washirikina kutomshirikisha Mwenyezi Mungu, fa in intaha, wakikoma washirikina kutomshirikisha Mwenyezi Mungu, wakikoma, fa inna Allaha, akabila shaka ya Mwenyezi Mungu, bima yaamaluna, kwa yale wanayoyafanya, kwa yale wanayoyatenda, basirun, yani mwenye kuona. Mwenyezi Mungu yuatuona, isipokuwa sisi ndio hatumuoni. Lakini wale waja wa Mwenyezi Mungu kweli kweli wanamuona nani? Wanamuona Mwenyezi Mungu, wanamuona Mwenyezi Mungu wao katika ibadati zao. Sasa mtu mwenye kusali sala ya kweli, mwenye kuabudu Mwenyezi Mungu katika sala ya kweli, anaonana na Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni nini? Wema ni nini? An ta'budu Allah, ni wewe kumpokesha Mwenyezi Mungu, ni wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu, ka'annaka tarahu, kana kwamba wamuona. Uone adresi ya maneno yako, ukimwadresi Mwenyezi Mungu ni kana kwamba wamuona. Unaambia Mwenyezi Mungu ni iyaka, wewe peke yako naabudu, sisi tukuabudu. Hiyo adresi unayoadresi mtu, una address present yule aliyoko. Sasa Selemani, naam, sawa, unakuwa unazungumza na nani? Mtu aliyoko. Na yule aliyoko unamwambia iyaka, wewe ya Allah peke yako naabudu, sisi tukuabudu, wa iyaka, na wewe ya Allah peke yako nastainu, tuomba kwako msaada. Ihdina, utuongoze. Ihdina, utuwafikishe. Ihdina, utujulishe siratal mustaqim, njia iliyonyoka. Unaona sasa? Alafu sisi tunakwenda kukaa tunadanganyana ati mimi chebe katika mimi kamati, alafu unataka muongozo, alafu ati nyinyi ndio waongozi wa kurugenzi. Wewe mkurugenzi, mbona unamwambia Mwenyezi Mungu ihdina, uniongoze? Wewe una yako wewe. Isipokuwa ukitaka kuwa muongozi huko, chukua muongozo wapi? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu. Ukitaka kuongoza watu, chukua muongozo kwa Mwenyezi Mungu. Nenda ukaongozea watu, utakuwa unafanya nini? Unafanya ibada. Sasa wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu kweli kweli wanafanya ibada hiyo kana kwamba wanamnini? Wanamuona. Al-ihsan an ta'budu Allah, ni wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu ka'annaka tarahu, kana kwamba wewe wamuona. Fa in lam takun tarahu, na ikiwa wewe humuoni Mwenyezi Mungu, fa innahu yaraka, akabila shaka Mwenyezi Mungu yakuona. Tunashaka na hiyo maneno? Hapana. Bwana shaka, bila shaka Mwenyezi Mungu anatuona. Sasa tufanyalo katika kiza, anatuona Mwenyezi Mungu. Tufanyalo katika mwangaza, anatuona Mwenyezi Mungu. Tufanyalo kwa siri, anatuona Mwenyezi Mungu. Tufanyalo kwa dhahiri, anatuona nani? Mwenyezi Mungu. Hapana kinachofichikana kwa Mwenyezi Mungu kutokana na vitendo vya wanadamu. Vitendo vya wanadamu hapana vinavyofichikana kwake Mwenyezi Mungu, bali yeye Mwenyezi Mungu vyote anavijua nini? Barabara, kwa uzuri kabisa. Tena huyo mwanadamu amedhibitiwa barabara kwa udhibitifu kamili. Mwanadamu huyo amedhibitiwa barabara, hapana litendalo, hakuna nani litenda mwanadamu, ile kinasajiliwa, ile inarekodiwa, ile inawekwa katika nini? Daftari, inawekwa katika file. Mwanadamu ndio anajiona kwa yeye ni kiumbe kidogo. Mwanadamu anajiona yeye ni kiumbe kidogo, yeye ndiye anajidhalilisha, yeye ndiye anajiona mimi ni kitu ovyo. Wapi? Mwanadamu sio ovyo. Mwanadamu huyo anaye malaika wake Mwenyezi Mungu wanaomchunga mwanadamu. Harakati zake mwanadamu zinachungwa, zinalindwa. Malaika wanabadilishana mchana na usiku. Sasa wa usiku wameshaingia katika wakati wa alasiri, wamebadilishana na wale waliokuwa wa mchana. Sawa Selemani? Naam, sawa. Wamekuja sasa, walioko sasa ni hao ambao utakesha nao. Wanasajili. Ona sasa malaika wenu wote wamenyamaza tu, lakini malaika wako sio busy. Kwa nini yeye busy? Recording. Anarekodi hiyo maneno mnayosema.
Yani siku ya hukumu inapohukumiwa, niletewe hiyo tape record, ninayetaka kuyapiga ni yapiga. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Huyu mwanadamu hakuna alisemalo ila karibu na yeye hapa wako hao walinzi waliowekwa tayari kumnukulu, kumsajili, kumrekodi. Huyu mtu mdogo? Si mdogo huyu, kiumbe kikubwa huyu, kiumbe mtukufu huyu, anayelindwa. Lakini mwanadamu mwenyewe yu mwenye kukafilika na hayo, hana habari na hayo. Fa inna Allah, kabla shaka Mwenyezi Mungu, bima yaamalun, kwa yale wanayofanya wanadamu, basir, anaona uzuri. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir. Anasema Mwenyezi Mungu, wa in tawallaw, wakigeuka hao wanadamu kutotaka kusikia hiyo Qur'an. Wa in tawallaw, wakigeuka hao wanadamu kutotaka kumsikiza Mwenyezi Mungu. Wa in tawallaw, wakigeuka hao wanadamu kutotaka kusikiza aliyokuja naye Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani wakigeuza mgongo wanadamu kwa Mwenyezi Mungu, wakigeuza mgongo wanadamu kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakigeuza mgongo wanadamu kwa Qur'an. Wa in tawallaw, na ageuzaye mgongo yuko katika hali gani? Ya kukabiliana na uso kwa uso. Aliyegeuza mgongo yuko katika hali gani? Amekugeuzia mgongo yuko katika hali gani? Yule aliyekugeuzia mgongo yuko katika hali gani? Yuko katika hali ya kukutoroka, yuko katika hali ya kukukimbia, yuko katika hali ya kutokuwa na haja na wewe, yuko katika hali ya kutoshughulika na nani? Na wewe. Sasa yule ambaye atamgeuzia Mwenyezi Mungu mgongo kwa kutotaka kushughulika na vya Mwenyezi Mungu, yule ambaye atamgeuzia Rasul sallallahu alaihi wasallam mgongo kwa kutotaka kushughulika na ujumbe aliokuja nao kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yule ambaye atageuza mgongo kwa Qur'an kwa kutotaka kushughulika na hayo yaliyo ndani ya Qur'an, basi akaya akijua kuwa amepondoka, ameondoka kutoka katika njia ya sawa, bali amemidi katika njia isiyokuwa ya sawa. Basi ndio Mwenyezi Mungu anasema, wa in tawallaw, wakigeuka hao wanadamu, wakigeuza mgongo hao wanadamu, hawana haja na Mwenyezi Mungu, hawana haja na sunna za Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawana haja na Qur'an, wakigeuza mgongo, fa'lam, basi jueni nyinyi anna Allah, hakabla shaka ya Mwenyezi Mungu maula. Jueni Mwenyezi Mungu yeye ndiye Mola wenu. Hao wakigeuza mgongo imani, wakiugeuzia mgongo imani, wakiugeuzia mgongo Islam, wakiugeuzia mgongo Mwenyezi Mungu, wakimgeuzia mgongo Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakiugeuzia mgongo Qur'an, fa'lamu, jueni nyinyi, mjue nini? Anna Allah maulakum, hakabla shaka yeye Mwenyezi Mungu ndiye msaidizi wenu. Mwenyezi Mungu ndiye nani? Msaidizi. Kaeni maisha ya kuishi
Mwenyezi Mungu ndio msaidizi wenu. Ishini muda wa kuishi, Mwenyezi Mungu ndio msaidizi wenu. Na oneni kwa miono ya wenye kuzingatia na wenye kutia mambo akilini. Hatuna sisi wasaidizi au msaidizi kama Mwenyezi Mungu. Hatuna sisi wasaidizi au msaidizi kama Mwenyezi Mungu.